Mpenzi mtazamaji, ukisikia sauti basi ni taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Na ukaribisha mtazamaji wangu wa Hamisi Hassan TV kuweza kufuata taarifa hii. Msomaji wako ni Lwendo Safari. Taarifa yetu ya habari tanzia na uko Uvira ambako wanapatikana kinara wa SNPCC Kamanda Amuri William Yakutumba, ambako kamanda wa chama cha SNPCC Amuri William Yakutumba amekanusha habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba amejiondoa kwenye shamba la mapambano hasa mjini Uvira. Huyu amesema bado yuko kuletea udongo wa Kongo. Katika mazungumzo nasi, Kamanda Amuri William Yakutumba amewataka raia kuachana na habari za uongo, hasa zile za kusababisha wasiwasi kwa raia. Kamanda Amuri anaeleza kwenye TV yako. Nimetoka kwenye shamba la mapambano, naenda wapi? Hiyo ndugu yangu mwandishi, ni habari za uongo. Hatujawahi kutoka kwenye shamba la mapambano. Tulionana na waziri, baada ya kuona waziri wa ulinzi, basi sisi tukarudia kwenye front. Hivi niko nasema na wote kwenye front, na vikosi vyote viko kwenye na front. Hakuna hata askari moja tulitosha kwenye front, wote weko pale na sisi wote tuko pale tunakuwaka. Kitu cha kwanza tunasema waache na habari ya uongo. Wale wanafanya uzushi ni maadui, ndio wanafanya hiyo uzushi. Toka wasipate habari ya maadui, hiyo ni uzushi mtupu. Na sisi tunaendelea tu kwenye mafront, tunaendelea tu kufanya kazi kama vile ilivyo, kadiri vile tunapangilia. Raia ibakie kalme, hatujawahi kutoka kwenye front na hatutatoka kwenye front, na tutaendelea na kazi kadiri vile mipango yetu iko. Sisi tuko tunafanya kazi, au sio? Kazi tuko tunafanya kule Nyangezi, kule Mumosho na wapi na Nyantende. Tunaendelea kufanya kazi. Sisi tusimamisha vita. Sisi hatujawahi kusimamisha vita. Lakini raia wanakuwa na masikitiko kwamba kuona wakati mnapoendesha mashambulizi kwenye vijiji vya eneo hilo, Manyantende, Manyangezi na vingine hapo ambavyo vinapatikana kwenye kilomita chache na mji mkuu wa Bukavu, mnapokuwa mnaweza kuvishikilia, baadaye tena mnakuwa mnaviachililia. Kamanda, hii inakuwa natokana nini zaidi sana? Ni mipango ya kijeshi, hamwezi jua na wengine hawawezi jua. Mipango ya kijeshi, kila vita inakuwa kama jina lake. Kuna vita tunaita gerilla, kuna vita ingine na vita ingine. Sisi tunajua namna ya kufanya vita. Basi ile sababu ya sisi kufanya hivyo, ile ni siri yetu sisi wenyewe. Hatuna neno tunaweza kumanteta. Mwishowe, Kamanda Amuri William Yakutumba amewataka raia kuwa watulivu na kuendelea kuweka matumaini kwa vikosi vya wazalendo kwa ajili ya kukomboa nchi ya Kongo. Sisi kama vile wazalendo, sisi ni msimamo wetu ni mmoja tu, ni kuchapa adui na tumpeleke kwao. Basi hatujakuwa watu wa kwenda kwenye meza majadiliano. Kuunda guvernema ya Union Nationale sisi hatujaona kule. Sisi hatuone kule. Sisi tuko naangalia yetu ni kupeleka adui, tumuvushe. Basi atoke katika ardhi yetu. Ndio faida gani? Faida ni udongo. Faida yetu sisi kuchukua silaha, faida yetu ni udongo. Tukue wanani? Tutakuwa na sisi marais, kwa mawaziri. Sio wewe tulisema tunachukua silaha sababu tugomboe udongo bwana. Hakuna kitu kingine. Faida yetu ni udongo, ugombolewe. Basi vile wanafanya siasa tunaacha kule. Chetu udongo wetu. Kwenye hotuba yako ya mwisho kabla hujajielekeza kwenye shamba la mapambano huko Kamanyola, uliweza kuhakikishia raia kwamba kuna vikosi ambavyo umeweza kuviacha kwenye milima inayoinukia tarafa la Fizi. Lakini ukiangalia kwamba vile adui anakuwa kama vile na nguvu nyingi, Kamanda, na hii inaendelea kuwapa raia wa eneo hili la mji wa Baraka na tarafa la Fizi wasiwasi mkubwa, sijui utawahakikishia nini kutokana na usalama wao? Kisha tuone nguvu ya adui, hatujawahi kuona nguvu ya adui kule. Walijaribu kushuka kwenye mji wa Mulima, nadhani uliona gisi tuliwashambulia na tukawarudisha hata fasi zingine zote. Watakapojaribu nadhani watapata cha mtema kuni tu. Tunajua kama vijana wako wanasimama imara kwa ajili ya kazi. Raia bakie kalme, tranquile, isiogope chochote kile. Vikosi vipo na zinaendelea kufanya doria na mipango ingine hivyo kwa ajili ya kulinda raia na mali yake. Hakuna kitu kitakuwa kule. Donc tunawaaminifu sana na jeshi letu ambao tuliacha kule na leo tunapangilia kule kwenye milima mirefu. Ujumbe wetu, raia ibakie makini, ikuwe kalme, isihangaike na chochote kile, wasubirie kile ambacho kitaendelea. Tunajua kwamba tunasimama msimamo mkali kwa ajili ya kugomboa nchi yetu. Basi na waendelee kushirikiana na sisi pamoja, sababu tunajua kwamba wakati raia tunashirikiana pamoja kazi itakuwa nzuri. Na raia anatupenda, vile anatupenda na sisi tunapenda raia yetu.
hatutatraire raia yetu, hatutatraire udongo wetu, hatutatraire nchi yetu. Ile ndio habari raia wanapaswa kujua. Huko Rugezi ni kwamba mapambano makali bado yanaendelea kuripotiwa kati ya wazalendo dhidi ya Ngomino katika kijiji cha Rugezi, sekta Mutambala, tarafa ni Fizi, tarafa la Fizi ambalo linapatikana jimboni Kivu ya Kusini, na kusababisha raia wengi wa eneo hilo kuyahama makazi yao kutokana na mapambano hayo. Akizungumza na TV yako, Bwana Remia Londa, msemaji wa wazalendo kundi la FPDC, ameanza kwanza kutoa picha ya kile kinachojiri maeneo ya mapambano. Ngome zetu za FPDC zilivamiwa na adui hapo Lokechi katika sekta ya Mtambala, kwa sababu Twirwaneho alitaka kuja wavamie hapo Lokechi ili wapate kupita na kushuka katika nyanja za kati hapo katika mji wa Mkera ili wapate kupata njia kwenda Fizi na kwenda Baraka, ila walipambana kweli na vikosi vyetu. Na istoshe tunaweza taka tuwajulishe kwamba kila siku adui, kuna ndege ambayo iko natoka kutoka Rwanda inafika Goma, Goma inakuja hapo Minembwe, na hipo nazidi kuongeza nguvu za adui, na adui paka sasa hivi anazidi kupata nguvu zaidi. Na kwenye mapambano ya jana, baada sisi kuwa napambana mida saa 4 adui alipata ramforo ya kwanza, ila tukasimama tukapambana naye. Kufika mida saa 7 akapata ramforo ya pili, na alikuja na nguvu sana kwa sababu alipata ramforo ya silaha, jeshi na vifaa vingi. Ila jeshi la FPDC likaona hapana, tufanye reprise strategic, wakaingia katika kijiji cha Lokechi. Baada wao kuingia katika kijiji cha Lokechi, waliunguza kijiji, wakachoma vitu vya raia, kuiba maduka na vingine vyote vya raia. Baadaye kaja kurudi tena kwa nguvu zaidi jioni na kumfukuza adui katika mji. Ila kwa muda huu naweza kukwambia kwamba Lokechi sasa hivi inatawaliwa na jeshi la FPDC. Sasa hivi jeshi la FPDC ndio watu ambao tuna control kijiji cha Lokechi, na bado mapambano yanaendelea. Ndio tutakuja kuwapa matokeo mengine baadaye, ila bado mapambano yanaendelea na tutakuja kuambia nini kinachoendelea. Aiza kuhusu mateka waliomshika wakati wa mapambano, hatima yake iko vipi? Remia Londa alijibu mara tena. Kuhusu mateka ndio amefika Uvira. Tumefika naye jana hapa Uvira muda ya saa 4 usiku. Ndo mateka ule Shima Patrick, ni mtoto bado wa chini ya miaka 18, ina maana under 18 kwa Kiingereza anasema hivyo. Ndio alikuwa recruited Rwanda pale Bugarama. Yaani yeye ni Mnyarwanda ambaye baba yake ni Mnyarwanda pale Bugarama, na waliletwa kwa sababu wakuja kusaidia jeshi la Twirwaneho. Ndo walikatolewa huko kwenye mashule na kuletwa. Sisi FPDC hatuwezi hata siku moja kuwa mateka, kwa sababu sisi tumefunzwa kwamba tukimkamata mateka ni lazima tumpeleke kwa uongozi, na uongozi lazima wapate kumpeleka sehemu ambapo tutakapoonyesha Umoja wa Mataifa na watu wote kwamba nchi yetu imevamiwa kama tunavyosema. Na tunakataa sana watoto kuingizwa kwenye mambo ya kijeshi, kwa sababu nafasi ya mtoto sio jeshi, bali nafasi ya mtoto ni kwenda shule. Na ndio maana tuliamua tumlete kutoka kwa kwenye uwanja wa mapambano na tuje tumkabidhi mbele ya viongozi wote wa province wapate kuona, na viongozi wa kimataifa, ni waandishi wa habari na wengineo, mpate kuona na kujua kwamba kweli M23 Twirwaneho wako na watoto na wanarekrutia watoto ambayo ni ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria za vita. Baada ya waziri wa taifa husika na ulinzi nchini DRC Jika Bombo Mwanjamvita kufika katika mji wa Uvira siku ya kwanza wiki, maoni mbalimbali yameanza kutolewa na wananchi, huku mmoja wakidai kuwa kile ambacho waziri alikiongea ni kitu ambacho hawakutarajia kulingana na hali iliyoko kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mazungumzo na TV yako, Andre Biadunia Mashaka, notable wa upande wa kusini mwa jimbo hilo, ameanza hapa kutoa namna ya mchakato wa kuonana na waziri ulivyokuwa. Mimi binafsi nilikuwa Bujumbura paske kisha kupata information kwamba waziri wa mambo ya ulinzi atakuwa Burundi, alipitia Dar es Salaam, na tukasikia kwamba hatafika Uvira. Ilibidi mwenyewe nijikaze nifike Bujumbura, na ninashukuru vice gouverneur bwana Jean-Jacques Elakano ametufasilite kumuona yeye waziri, na nilienda pale dimanche nikamuona waziri. Ilikuwa aux environs ya saa 5 ya usiku. Kwa maongezi nilimwambia kwamba atusaidie afike Uvira, kama hatafika Fizi afike kwanza Uvira aone situation ambayo wazalendo wanapitia. Nikakuta vice gouverneur Sevra Chaplede vile naye, na akanirasire kwamba ndio hivi mna insiste nitafika Uvira. Meusi mpango wangu ulikuwa tu wa kufika Uvira. Alifika jana sasa lendi aux environs ya 11h30, na wakati alifika aliongea na raia hapa Korompo Kavimvira,
na kuwapatia salamu za President wa Republiki Bwana Felix Tshisekedi Chilombo. Lakini pia alienda kukutanana na kushe karibuni zote za raia, aliongea na societe civile, aliongea na wanotable wa muji, na akaongea pia na wazalendo na wamama na vijana. Na kwenye mazungumzo kwa ufupi ambayo nimesikia, anasema ni kwamba kunakuwa kila mara pesa ambazo zinatoka kwa kusaidia kwa kuapie maefort ya wazalendo kwa kazi ambao wanaifanya. Na anasema kwamba anakuwa na huzuni kubwa kudekuvrir kwamba zile pesa hazifikaki, na akaprometre kwamba kutapashwa kuwa masanction contre wenyewe wanakamataka ile makuta na haitafika ku destination. Katika mji wa Baraka ni kwamba hakuna shule yoyote ile inayoruhusika kumfukuza mwanafunzi kwa ajili ya kutokulipa pesa. Ndivyo amesema hayo coordinator makamu wa shule za kibinafsi mjini Baraka na tarafani Fizi Sepako wakati wa mahojiano na TV yako. Hivyo ni katika kikao alichokiendesha. Akizungumza na TV yako, bwana Ili wa Kilongo Samuel, coordinator makamu wa Sepako, amesema kuwa kwa sasa magumu wanayoyapitia ni mengi na ni vyema wazazi kulipia watoto wao mapema licha ya kuwa hairuhusiki kufukuza wanafunzi. Magumu yako mingi paraporo na ile ya watoto kutokuheshimu saa za masomo, kuebana na malipo ya wazazi, wanakuja wanalipa nyuma, kufukuzwa vitu vya vile. Alo tukaona hapana, si vizuri, inabidi tuitishe wa promoter wa shule etablissement kufumbana na instruction ambazo zilitoka. Hairuhusiwi mtoto kufukuziwa, hairuhusiwi mtoto kupigwa fimbo, hairuhusiwi watoto kuchelewa bila kujulisha viongozi wa masomo. Kibinafsi tumejitahidi, tuliongea na kusema kwamba tutaendelea kufanya sensibilisation wale wa chef d'établissement juu probleme ni kusema ke probleme ya insécurité. Watu wengi wanachelewa sana na wengine kulipa, hata wazazi nakuwa ni shida, nakuta watoto wanakuja shuleni lakini malipo inakuwa hafifu sana. Na ndio maana tuliona hatuwezi kasa vile viongozi, tutishe wakuu wa masomo tuwapatie mastrategie ya kusensibiliser beaucoup plus wazazi, kuwaitisha kufanya mareunion na kuonesha ke mwaka unaisha na desa 22 jours kwa bakia tu 59 jours. Sasa kama watoto watakakana nyumbani wakuji jua malipo, watariske kukosa maexamen ambayo iko hapa mbele yao. Na ndio maana tuliona tufanye kwa haraka kwa siku zinazobakia, wazazi watume watoto mbio mashuleni na wakuu wa viongozi waendelee kuwajulisha juu ya malipo juu siku zinaendelea kusonga mbele. Ni kwa wazazi kufika kwenye viongozi wa shule, wasibakilie manyumbani eti mtoto wangu amefukuzwa, mtoto ametatizwa hivi. Ni kwa mzazi kutoka nyumbani kuja shuleni kuona wale viongozi wa shule na kuonesha magumu, nao watawaelewa vizuri kuliko kutia watoto manyumbani, si vizuri zaidi. Wazalendo wa jimbo la Maniema waparikanao mjini Kindu, mji mkuu wa jimbo hilo, wametaja kushukuru jimbo la 7 la kijeshi kupitia kamanda wake kwa muda wa kuwapatia hifadhi nzuri ya kukaa kisha kufanya siku nyingi wakiwa wanakosa hifadhi. Katika mazungumzo na TV yako, mkuu kiongozi wa wazalendo hao wamesema hakuna msaada wowote wa jimbo uliowafikia, huku akiomba vijana wote kujiunga na jeshi hilo la akiba ili kupigania nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko ni kwamba rais mstaafu wa DRC Joseph Kabila Kabange ametangaza kurudi nchini DRC ila bila kubainisha kuwa ni muda gani atakaporudi. Hivyo ni kisha kufanya mwaka mmoja akiwa nje ya nchi. Katika barua aliyoiandika amesisitiza juu ya msimamo wake kuhusu hali ya usalama ya nchi ya DRC. Hali hii ya kurudi kwake imekuja katika hali ambayo nchi iko katika hali ya mzozo. Jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanakabiliana dhidi ya AFC M23 mashariki mwa nchi. Alhamisi pa Johannesburg, waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba Wagner amesema kuwa kuna wazifa uliotengwa kwa ajili ya Kabila katika harakati za kutafuta suluhisho juu ya hali ya kiusalama. Tarehe 18 Machi 2025 akiwa Johannesburg, Joseph Kabila Kabange alitupilia mbali madai ya yeye kuwa nyuma M23 AFC, akiachukulia madai hayo yasiyo na tija. Aliomba kufanyika njia mbadala kutatua mzozo uliopo wakati wa mazungumzo yake na rais mstaafu wa Afrika Kusini Thabo Mbeki, huku akirai kuwa kila mtu atazungumzia kuhusu Kongo isipokuwa Kongomani. Tamko la kurudi kwa rais huyo wa zamani limekuja wakati ambapo chama chake cha PPRD kimedai kurudi kwa kasi katika siasa. Hivyo ni katika kumbukizi ya 23 tangu kuundwa kwake, huku kikieneza miaka 6 tangu kukosa urais mwaka 2018. Shutuma zinazidi kumwandama rais wa zamani Joseph Kabila, ambapo Pakikwiti Jean-Pierre Bemba, waziri wa zamani wa ulinzi, alihakikisha kuwa Kabila yuko nyuma vikundi vingi vyenye kumiliki silaha katika majimbo kadhaa nchini DRC.
Mpenzi mtazamaji wa Misia San TV, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Lwendo Safari, na kuaga nikisema bye bye.